Leo ninataka nikuambie vitu vya ukweli, yani tunasema ile based on a true story, vitu ambavyo vimetokea hapa shambani kwetu na vikatugharimu. Na sasa ninataka nikuambie hivi vitu katika mfumo ambao na kushauri wewe usije ukavifanya hivi vitu, vitakugharimu pia. Sikiliza vizuri kabisa hii video, yani nitakwambia kila kitu kibaya ambacho tulifanya labda maamuzi ambayo sio sahihi na kikatugharimu. Hii itakusaidia wewe ambaye unatazama hii video usirudie haya makosa, kwa sababu na wewe lazima yatakuja ya kugharimu kama ambavyo sisi gharimu hapa. Kwa hiyo sikiliza vizuri kabisa, hii video itakusaidia sana kwenye maamuzi yako unavyofanya, lakini pia kwenye namna ambavyo utawalea kuku wako. Tukianza na kitu cha kwanza kabisa, ndugu zangu, ninawashauri usinunua kuku wa mtu ambao wamemshinda yeye. Huenda wameumwa sana au wameshindwa kutaga vizuri, akawa anawauza akwambia, mimi bwana, kuku wangu hawa hapa hawatagi vizuri, nataka nikuuzie wewe, labda wewe unaweza ukaenda wakataga vizuri. Umeona mfano sisi hawa layers ambao unaona hapa, hawa ni layers ambao tulinunuaga kwa mtu walimshinda, tulinuaga kama 100 hivi. Yani yeye walikuwa kwake hawatagi vizuri. Ni kweli kabisa. Walifika hapa kwetu wiki la kwanza wakutaga vizuri, tukahangaika na hizi tiba za asili na booster za asili, wakawa wanataga vizuri kabisa. Na tuliwekaga hapa video kwa wale ambao wanatufuatilia muda mrefu, nadhani wanawafahamu hawa kuku hawa. Sasa changamoto ilipokuja baadaye, ilikuja changamoto ya hawa kuku kudonoana. Na kama unavyojua changamoto ya kuku kudonoana huaga inasababishwa na kuku wako umewakuza kwa kutumia vyakula gani au umewakuzeje. Kwa hiyo walipungua kwa kiasi kikubwa sana, mpaka ikafikia kipindi sasa tukawa tunaona bora tu na sisi tuwauze, yani tuwauze tu kwa hasara. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi ninakushauri tu, ukisikia mtu anasema kuku wangu mimi wanaumwa, nataka niwauze, labda wewe uende yani kiujumla ni kwamba yeye ni kama vile ni mfugaji ila kuku wake wamemshinda, usije ukanunua. Sisi wale layers walikuwa wanataga vizuri kama hapo unavyoona, mayai yani safi kabisa, ila kipengele ni kwamba kilikuja kwenye kudonoana. Jambo la pili ni kwamba usije ukajifanya mjuaji. Yani unajua kwenye kufuga mara nyingi sana wafugaji ambao wanaanza kufuga ndio huaga wanakuaga makini sana, sasa kwenye kuosha vyombo, kutibia, kuangalia kuku kwa karibu. Lakini siku zinavyozidi kwenda itafikia sehemu utakuwa unaona kama vile kuku wanaweza tu kwenda wenyewe, yani hata kama ule uangalizi wa karibu, kuosha vyombo unapunguza kile kitu. Sisi pia hapa shambani nimeshawahi fikia kipindi ni kwamba hivi tukitibia kuku wanapona, tukitibia kuku wanapona. Kwa hiyo hata ikitokea yale mazingira labda kuku yani unapunguza umakini fulani hivi, sasa kuku hawataki hicho kitu. Utakapofanya hivyo ndipo ambapo utaanza kupata vifo kwa wingi sana kwenye ufugaji wako. Kwa hiyo ninakushauri sana, kuku ni kiumbe ambacho kinahitaji umakini sana na uangalizi wa karibu sana kipindi chote. Na jambo jingine ambalo ninakusisitiza sana, sisi wenyewe pia tumewahi kufanya makosa na ilitugharimu sana hapa shambani kwetu, ni jamani, kuku huwa hawakopeshwi. Sijajua kwa nyewe zetu, lakini sisi hapa tulipojaribu kuanza kuwakopesha wanunuzi, wateja wanapokuja kununua, unamkopesha sasa, labda kama unawauzia watu wanaenda kuchinja, kwamba nenda kachinje, utarudi kuchukua. Unaweza ukafanikiwa kwa miezi kadhaa, lakini mwishoni na huyo mtu ambaye unamkopesha huyo hamtaishia sehemu nzuri, lazima tu atakudhulumu. Yani ni lazima tu atakudhulumu. Sisi pia hapa tumeshawahi kudhulumika. Unaweza ukafuga kuku wako vizuri na unajua tena mateso yaliyopo kwenye kuku, mpaka kumkuza kuku mpaka unamuuza, mtiti wake sio mdogo, alafu unamkopesha mtu anakudhulumu. Yani unaweza ukafunga mtu hivi ukaingia kwenye migogoro ambayo sio lazima. Kwa hiyo kuepukana na hii migogoro, ni nakushauri usikopeshe biashara ya kuku. Yani usikopeshe. Sisi sasa hivi unajua tena uking'atwa na nyoka hata nyasi unaogopa.
hatukopeshi kuku hata kwa bahati mbaya. Yani ni bora mtu nimpunguzie bei, kuku wa 25,000 nimuuzie 20,000 kuliko nimkopeshe kwa 30,000. Hicho kitu mimi sifanyi kabisa. Sijajua nyinyi mnafanyaje. Kwanza mtu ukimkopesha anaweza kaenda akauza wale kuku, alafu akaenda kununua keshi sehemu nyingine, kwa sababu sisi pia hapa shambani huwa tunaona wafugaji wanakopa kuku sehemu nyingine, wanachinja, wakipata kale kamtaji wanakuja kununua kuku hapa kwa keshi. Sasa unajiuliza kwamba hichi kitu hiki yani kinaleta hasira kwa kweli, yani kinaleta hasira. Na kushauri hata wewe usije ukakopesha mtu. Sijajua kwa mazingira yako, lakini kwa mazingira yetu sisi hapa yamekataa kabisa kukopesha mtu kuku. Sisi bwana, ushauri kama huu hapa YouTube tunatoa bure kabisa, na tunatoa kulingana na mazingira, kwa sababu sisi pia ni wafugaji. Ukiona mtu anakushauri kitu halafu yeye hafanyi, inatakiwa ukae njia panda kidogo, kwa sababu yani hapati ile, tunasema hapati ile feeling ya ukweli, yani ile hisia ya ukweli haipati. Sisi pia ni wafugaji, kwa hiyo hisia ambazo tunawaelezea hapa ni kwamba sisi pia tumezipata. Hivyo unaweza pia ukajiunga na group letu la WhatsApp ambalo tutakuelekeza vitu vingi sana, jinsi ya kuchanganya dawa kuku akiumwa. Yani changamoto zote tunazozipitia hapa shambani huwa tunazishare kwenye ile group, tukileta vifaranga jinsi tunavyopokea wale vifaranga. Yani ni group nzuri sana, na kushauri kama wewe ni mfugaji, jiunge kwa ada ya shilingi 8,000. Ukilipia shilingi 8,000 utakaa kwenye ile kundi kwa muda wa miezi miwili. Yani 8,000 ni ada ya miezi miwili. Ukigawanya kwa siku 60, 8,000 gawanya kwa 60, nadhani utaona gharama ambayo unalipia kwa siku ni ndogo sana. Lakini pia unaweza ukapata vitabu. Vitabu vile tumeandika, tumefanya research pia hapa shambani. Tiba zipi ni sahihi za kuwapa kuku, zinafanya kazi au hazifanyi kazi. Maana tulikuwa pia na sisi tunajifunza sehemu, labda tiba fulani inatibu kuku, tunaenda kuku akiumwa tunajaribu kutibia, asipopona tunaipiga chini, akipona tunaiandika. Kwa hiyo tukatengeneza kitabu cha tiba za asili ambacho pia kinakufaa wewe mfugaji, lakini pia vitabu vingine vya miongozo ya kuwalea kuku kama vile kuchanganya chakula na chakula, pia tulifanya research hivyo. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo vimeshiba vizuri kabisa. Kitabu kimoja gharama yake ni shilingi 10,000 na vipo katika mfumo wa soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Na kitu kingine kizuri ambacho pia tumejitahidi sana kuwasaidia wafugaji sasa hivi, wengi wafugaji ni waoga, tunanunua vifaranga. Ukinunua vifaranga gharama yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tunayo incubator, tunatengeneza incubator ambazo ni nzuri sana, zitakufaa sana wewe mfugaji, zina utotoleshaji mzuri sana. Na kitu kingine naomba niwashauri tena kwa utaratibu kabisa. Jamani, sisi tulitumia sana tiba hizi za madukani. Ni tiba nzuri, zinatibu vizuri kabisa. Lakini pia tuliona kuna faida kubwa ya kutumia tiba za asili dhidi ya hizi tiba za madukani. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kuwa tunatumia hizi tiba za asili. Kwa hiyo siku zote sisi huaga tunatumiaga tiba za asili, hatujawahi kutumia tiba ya dukani. Kwa hiyo ninawashauri pia, hata kama unatumia tiba za dukani, usiache kutumia hata hizi kinga za asili. Yani hata kama unatumia zile labda dawa ya mafua, unaenda unanunua Tylodox ya dukani unawapa kuku wako, usisahau kuwapa kinga kama vile tangawizi, vitunguu saumu na vingine vingi ambavyo tunavielekeza hapa kwa kuku wako. Kuna mabadiliko utakuja kuyaona. Mfano mdogo tu, sisi hapa tukifugaga broiler, ni kuku ambao huwa wanapendwa sana na wanunuzi, kwa sababu wakienda kuchinja, wakiwapa ile nyama wateja wao huwa wanaona utofauti sana, tofauti na hawa broiler wanaofugwa bila ya kutumia hizi kinga na booster za asili. Kitu cha mwisho kabisa ambacho ninakushauri pia kimewahi kutugharimu hapa ni kuchanganya vifaranga wa umri tofauti. Yani kwa mfano vifaranga labda wa wiki 2, halafu ukaagiza vifaranga wengine. Sasa unaona, ninaweza nikachanganya tu kwenye banda moja wakaenda wote sawa. Hichi kitu hiki litakuwa nikiongee mwanzoni kabisa. Hawa vifaranga ambao unaoingiza hawa wadogo watakufa wote. Yani wewe ukiwalea kwenye banda moja ukawa unawekea chakula cha aina moja, watakufa wote. Sisi pia hapa imeshawahi kutokea na nimeshawahi kushuhudia wafugaji wengi kitu kikiwatokea cha kuchanganya vifaranga wenye umri tofauti. Kuku wakiwa wakubwa unaweza ukawachanganya wakiwa na umri tofauti, lakini vifaranga ambao wana chini ya miezi miwili wakipishana tu hata wiki 2 hata wiki 1, ukiwachanganya
lazima kuna vifaranga watakuwa wanakufa. Yani hiyo ndio ipo hivyo na huwa inatokea hivyo. Kwa hiyo usije ukachanganya vifaranga wenye umri tofauti tofauti. Na mwisho kabisa napenda tu kusema kama unahitaji huduma zetu, upo serious, unataka kitabu, unataka incubator, unataka mafunzo ya WhatsApp, basi tupigie kwenye hiyo simu.